Yesu asifiwe sana. Usiondoke, angalia kitu cha leo, kitakusaidia sana. Ikiwa ni siku yetu ya 3 ya mwendelezo wa mafundisho katika mitandao ya kijamii, kabla hatujaendelea, hakikisha umesubscribe, umelike na umecomment katika akaunti yetu nzuri sana ya MG Video Production. Lakini na siku hii ya leo tutakuwa tuna session nzuri sana tunapokwenda kudiscuss na kuona maneno ya Mungu yanayopatikana katika Biblia. Lakini kama tulivyoelekezana hapo siku iliyopita jana, tunapokamilisha ratiba na session yetu ya umuhimu wa kufunga na kuomba, kwamba siku ya leo tutakuwa tuna kipindi kizuri sana kwa ajili ya kujadili maneno yanayopatikana katika Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8. Basi ni wasaa mzuri tunapokwenda katika majadiliano haya, katika ninapokwenda kukupitisha katika kitabu hicho. Unaweza ukafungua Biblia yako popote ulipo. Kabla hujafungua Biblia yako, ndashukuru kwa ajili ya neno. Asante mtakatifu Mungu mwenye nguvu nyingi, na libariki jina lako kwa ajili ya maneno yako matakatifu, yavuvie kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, katika damu na jina lako Yesu nikiomba na kushukuru, amen. Basi ikiwa ni majira ya jioni iliyompendeza Mungu, tunapokwenda kusikiliza maneno ya Mungu kwa mwongozo wetu ulio katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari ule wa 8. Ni neno ambalo limezoeleka kwa waumini wengi, ni neno ambalo limezoeleka kwa watumishi wengi, lakini neno hili lina hatima kubwa, neno hili lina mjengo mkubwa katika maisha ya watu. Neno hili lina hatima kubwa sana katika maisha ya mmoja mmoja na badiliko la mtu mmoja aliyeamua kubadilika na kulitii neno la Mungu. Tutakwenda kuangalia katika kitabu hicho cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8 moja kwa moja. Inawezekana ndugu mpenzi mtazamaji, umeshaanza kukitaja kitabu hicho, lakini unaweza ukaendelea kukisoma na kukipitia kitabu hicho. Wengi tumefichwa katika kitabu hicho, tumeishia kuelewa juu, tumeishia kuelewa bila kuingia ndani zaidi. Tutakwenda kuchimba ndani zaidi katika kitabu hicho. Siku ya leo utaona maajabu ya Mungu katika agizo aliloliweka katika kitabu hicho cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu hicho moja kwa moja kwa mwongozo wa Biblia yangu takatifu, Biblia takatifu ya Kiswahili. Nitakwenda kusoma kama ilivyoandikwa. Basi neno la Mungu linasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Unaweza kurudia na mimi pamoja maneno haya: heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Sikiliza, ni maneno ambayo tumeyazoea sana 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 katika maisha yetu ya kawaida, lakini ni maneno ambayo tumeyapuuzia sana na kuupuuzia. Moyo safi ni moyo wa aina gani? Hatujataka kuchimba na kuelewa moyo safi ni moyo wa aina gani, na ahadi ambayo tumeandikiwa mbele ya huo moyo safi tukishakuwa nao ni ahadi ya matokeo makubwa sana katika ulimwengu wa roho kwa maisha yetu ya sasa. Wengi tumeishia kupuuzia katika hapo, wengi tumeishia kuelewa juu, lakini maneno ya Mungu yanapokuambia heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu, haimaanishi kwamba watamwona Mungu mbinguni tu, haimaanishi kwamba watamwona Mungu akisha kufa tu, haimaanishi kwamba wakisha fariki katika ulimwengu huu wa damu na nyama, wakishaenda mbinguni watamwona Mungu. Na sio hivyo. Nakataa kwa sasa, kwa sababu ninao ushahidi unaokwenda kukuelekeza nini maana ya neno hilo, nini maana ya ahadi hiyo kubwa tuliyoandikiwa siku hii leo. Basi tutakwenda moja kwa moja kuthibitisha neno hilo katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 29 hadi wa 27. Kitabu cha Mathayo sura ya 29 sura ya 19 mstari wa 27 hadi wa 29. Yes, nitasoma kama ilivyoandikwa. Mathayo sura ya 19 mstari wa 27. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Ndipo wewe ukajibu ukauliza, tazama Mungu, nimeacha vyote, nitapata nini basi? Sikiliza maneno ya Mungu inasemaje. Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba
ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi. Ahadi ya kwanza hiyo, ninyi nanyi mtaketi. Sikiliza sasa, mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Ahadi ya kwanza imekamilika hapo. Tutaketi katika viti 12 tukiwahukumu kabila 12 za Israeli. Ni ahadi kubwa sana katika maisha ya mtu aliyekubali kuacha vyote na kuwa na moyo safi na kumfuata Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Siku ya leo unakwenda kuiona ahadi ya pili ambayo wengi tumeipuzia, wengi hatuijui na wengi hatujataka kuitumia kuiwekeza katika maisha yetu. Ahadi hiyo inapatikana katika mstari wa 29. Na kila mtu aliacha, Yesu anasema sasa, anamwambia Petro na wanafunzi wote, na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu, Yesu Kristo anasema sasa, atapokea mara 100. Atapokea mara 100 wapi? Atapokea mara 100 hapa duniani na kuurithi uzima wa milele. Atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Utapokea mara 100 katika mashamba, utapokea mara 100 katika biashara, utapokea mara 100 katika watoto, utapokea mara 100 katika vyote ambavyo umeviacha ukaenda kumtumikia Mungu na kujiwekeza kuwa ni mtu mwenye moyo safi. Moyo safi unaozungumziwa hapa ni ule moyo uliokubali kuacha mambo yote na kuweka kazi ya Mungu kipaumbele na kuweka utumishi wa Mungu kipaumbele. Watu wengi tumepuuzia. Watu wengi tumeona kawaida kuwa na utumishi wa Mungu ambao tunadonoa ibada. Watu tumeona kawaida kufanya biashara zetu tukaiacha kazi ya Mungu. Watu tumeona kawaida kudanganya. Tunasema hii dhambi sio dhambi kwa saizi. Uongo ni dhambi kama dhambi nyingine. Soma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 8 mstari wa 21. Na uongo wa kila aina na waongo wa kila aina hawataurithi uzima wa mbinguni. Moja kwa moja unaona kiwango tulichonacho tunamtumikia Mungu kwa udogo, hadi kwamba hao ambao sio wafalme wamekalia farasi zetu na sisi tunatembea kwa mguu. Hao ambao sio wafalme wa ulimwengu huu wamekalia farasi zetu na sisi tunatembea kwa mguu, tunatembea tumeridhika. Kumbe hatujawa na implementation kwenye mioyo yetu kutengeneza moyo uwe moyo safi, kutengeneza maisha yetu ya ndani yawe maisha ya kumpendeza Mungu. Sikiliza, huyo aliyekubali kuacha ng'ombe, aliyekubali kuacha mifugo, aliyekubali kuacha mama, aliyekubali kuacha watoto. Sikiliza, sio kuacha kuwasaliti, wala sio kuacha na kuwatelekeza kuwafanya wateseke. Biblia pia imesema asijali wa kwao ni mbaya kuliko asiyeamini. Hauwaachi kwa ajili ya kuwatesa, hauwaachi kwa ajili ya kuwa segregate, kwa kuwatenga. Unawaacha kwa ajili ya utukufu wa Mungu, unawaacha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Utakapobaki na mke wako anakuzuia kwenda ibadani, unafeli. Utakapobaki na watoto ambao wanakupa majukumu mengi, ambao unashinda hata kwenda ibadani, unafeli. Majukumu hayo unayopewa na wazazi, majukumu hayo unayopewa na ndugu, majukumu hayo unayopewa ofisini, ambao yanakuzuia muda wako wa kwenda kazini, na mchungaji wako anakubembeleza sema hamna shida, fanya kazi Jumapili uje. Hamna. Na kuhakikishia, majukumu yoyote unayopewa hakikisha yanafanya utukufu wa Mungu. Hakikisha majukumu hayo yanakupa access ya kukutana na Mungu, yanakupa access ya kwenda ibadani, yanakupa access ya kukutana na watakatifu wa Mungu. Wengi tumepuuzia, wengi tumeona kawaida katika ibada zetu kudonoa siku ya Jumapili. Tumeitwa Sunday to Sunday, wengine wameitwa Sunday to Sunday to Sunday to Sunday. Kwa sababu gani? Yeye anakuja Jumapili kwa Jumapili, si kwa sababu hana Roho Mtakatifu, wala si kwa sababu, ni kwa sababu moyo wake kuna kitu umekipa kipaumbele, umeipa kipaumbele kazi ya ofisini. Sikiliza, kuna watu waliacha kazi ya ofisini na wakaenda kumtumikia Mungu. Kuna watu walikatazwa kazi za ofisini na wakaenda kumtumikia Mungu. Kwa nini? Mungu akaona kwamba kazi hii inamfanya huyu mtu asinitumikie mimi kwa asilimia zote. Mungu aliona kwamba mtu huyu hawezi akanitumikia mimi na akaitumikia kazi yake. Biblia pia inasema huwezi ukawatumikia bwana wawili. Hauwezi ukamtumikia bwana wawili. Utamtumikia huyu, utampenda huyu na kumchukia huyu. Utamfurahia huyu na kumchukia huyu. Utaipenda biashara na kumchukia Mungu. Utapenda mifugo na kumchukia Mungu. Hapo ndipo inakuja dosari ya moyo wako kutokuwa safi. Hapo ndipo inaingia dosari katika moyo wako. Unakosa access na ahadi katika maisha ya sasa mara 100 na mbinguni uzima wa milele. Nahisi umenielewa.